Tunazungumzia masala ya amani, muhimu wa amani ambayo ni tunu katika taifa lolote lile, lazima tuilinde na tusende kinyume juu ya hilo. Wa idha qara'ata al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. وضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفروا ربكم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المصلين، أيها المؤمنون الأتقياء وأيها المسلمون الأوفياء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Watukufu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, yakulu al-Maula azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim. Watukufu Islam, tukiendelea na hutuba ya pili. Hutuba yetu inazungumzia neema ya amani na utulivu katika nchi. Sasa hivi tutaangalia katika hutuba ya pili sababu zinazopelekea, asbabu jalbil amni wal aman, sababu zinazoleta amani na utulivu katika taifa lolote lile kwa mujibu wa Uislamu ni hizi zifuatazo. Miongoni mwa hizo, maana hatuwezi kuzitaja zote, miongoni mwa hizo, ya kwanza kabisa, ili ujali amani na utulivu, ni lazima uwe wewe una al-iman wa tauhid wa iqamati shar'i Allah ta'ala. Uwe na iman ile ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna Mungu mmoja na yeye ndiye kila kitu na yeye ndiye atakaye kuja kutuhukumu, aidha kuingize peponi au kuingize motoni. Wa tauhid, kwamba unachofanya chote kwa ajili ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye sifa zake, kwenye ibada zake, na kwenye kwamba Mungu ndiyo Rabbu, yeye ndiye mlezi wa kila kitu. Hayo yote unafahamu, lakini pia kusimamisha sheria za Allah kuanzia nyumbani kwako ulipo mpaka kwenda kwenye dola. Haya tunayasema ni kwa mujibu wa sisi Waislamu, na hata wale ndugu zetu kwenye imani hicho wanachokiamini. Lakini pia nadhani swala la amani na ulipo humo washikamane na amani, kwa sababu ukishakuwa na imani, miongoni mwa sifa za kuwa na imani, alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun, wanaamini Mungu ambaye hawamuoni kwa macho yao, lakini ziko ishara mbalimbali zinazoonekana kupatikana kwa huyo Mungu mwenyewe. Lazima utakuwa na imani kwamba Mungu kweli yupo hata kama humuoni kwa macho yako. Angalia mbingu ilivyoumbwa, hakuna nguzo inayoshikilia. Angalia nyota ilipopamba mbingu, angalia ardhi ilipotandikwa, angalia milima na majabali ilivyowekwa, utajua kwamba kweli yuko hapa Mwenyezi Mungu na wala kuna kingine. Na yeye mwenyewe akasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, katika ishara za kuwepo Mwenyezi Mungu ni nyinyi kuumbiwa wanawake, kwamba kuonyesha kwamba wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu nyinyi ziko ishara zinazoonyesha Mungu yupo, kwa nini mzioni? Hii ni nukta ya kwanza ya imani. Nukta ya pili, tunapopewa neema na Mwenyezi Mungu tuonyeshe kushukuru.
Tunasema shukran. Shukuru ni'amillahi ta'ala ni kuzishukuru neema za Mwenyezi Mungu alizotupa, na katika miongoni mwa neema kubwa alizotupa Mwenyezi Mungu ambayo tunatakiwa tushukuru ni neema ya amani na utulivu. Hii ni neema. Wale walioharibikiwa wakati mwingine unaweza kuona kama wamependa, kumbe wakati mwingine wamesababishiwa. Angalieni Somalia leo iko wapi? Watu wamesambaa dunia nzima, mpaka wanataka kukimbizwa ghaibuni, kwamba nyinyi mmekuja kienyeji hapa, mmeoana, mtu kameoa kaka yake na dada yake. Watu wanajibiza katika nchi, wametolewa kwa nchi taifa lao. Haya tunayaona kwa mitandao ya kijamii. Sudani leo nani anakaa pale? Sudani Kusini waliomba kujitenga, mpaka leo ni vita, kufariki. Ziko nchi nyingine tunaangaliana kwenye pua, huyu ni nani? Ni mwenyewe au sio mwenyewe? Haya yote kwamba lazima tuwe na shukurani. Taifa hili lina utulivu, tumepewa neema ya amani. Tuangalie neema hiyo tunakwenda nayo namna gani. Viongozi ni binadamu kama binadamu mwingine, anaweza kuwa na makosa yake, kama alikosea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaulizwa na maswahaba zake, Mtume, huu ni wahi au mawazo yako? Aliposema ni mawazo yangu, aliambiwa hapana, hapo sio mahala pa kufanya. Qurani inatuambia hapa, sawa tawalla, alikunja uso Mtume akatoa mgongo, anjaahu al-ama, kwa vile amejua na kipofu, akalaumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini unafanya hivi? Hali ya kuwa ana swanadidi Quraish, ana mabosi wakubwa wanafikishia dawa. Akaambiwa, kwa nini unamwacha huyu bin Ummi Maktum anakuja, wewe unamuona hana maana kwa sababu ni kipofu? Kule kwenye asali, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, ewe Mtume, kwa nini unaharamisha alivyohalalisha Mwenyezi Mungu? Tabtagi mardhata azwajika, kwa lengo la kutaka kuwaridhisha wakezo. Na viongozi wetu nao ni binadamu, wanapokosea wakumbushwe, waambiwe kwamba 1 2 3 aliko sawa sawa. Hasa Mwenyezi Mungu akabadilisha upepo, ameweza kubadilisha upepo katika utawala wa Umayyad, wakitawala wenyewe, baba, babu, mjukuu, mtoto na kuendelea. Wakamteua Omar ibn Abdul Aziz, alikuwa ni mtumishi kwa nyumba yao, ambaye afungamani na wao, akatawala katika dunia hivi juzi, wala sio muda mrefu. Encyclopedia anazungumza hayo. Mtu anatoka na zaka yake, anatafuta mtu wa kumpa, na mkosa rudi nao nyumbani. Anatoka na sadaka yake, anamtafuta masikini na fukara ampe, anamkosa, anarudi nayo nyumbani. Asema, mmenipa kijiti cha uongozi, mimi naurudisha utawala wangu zama za Omar ibn al-Khattab, ambaye msemo mkubwa unasema, adalta wa nimta ya Omar, umewafanyia watu uadilifu Omar, mpaka umelala chini ya mti. Watawala hao, kwa hiyo tuwaombee dua wale ambao hawataki kukaa sawa, ili wakae kwenye mstari kama alivyofanya Mtume kwa Omar ibn al-Khattab, akasilimu. Allahumma aiza liislama biislami fulani, ambaye unamuona yeye ni mzito, au Mungu ampe namna ya kufanya. Mungu anabadilisha, yeye ndio mukallibal qulub, yeye ndiye mbadilishaji wa mambo, ndiye mpinduaji upepo. Walikuwa watawala wangapi wajeuri katika dunia hii na wameteketea? Kwa hiyo lazima tutengeneze mazingira, Uislamu unavyoelekeza, kuombea dua viongozi wale, warejee, wakae sawa, waone kwamba, wakumbushwe wajibu wao. Insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo yatakwenda vizuri bila shida ya aina yote. Ndugu Waislamu, ama nukta ya tatu, almawadda wa taalufu wa islahi dhati albayn. Amani inapotamalaki, mapenzi ya dhati kwa watu wanakuwepo, watu wanakuwa ni wenye upendo wa kupendana, na hata magomvi yakitokezea yanakuwa ni rahisi kuyamaliza na kuyatatua. Migogoro inaisha mara moja, kwa sababu system imekaa sawa sawa. Kama jambo hilo ni la kadhi, litakwenda kwenye kadhi. Kama ni la mahakama, litakwenda mahakamani, na kila kitu kitakwenda sawa sawa. Lakini amani inapotoweka, mapenzi yanakuwa wapi? Inasemekana kuna bwana mmoja, siku moja ilikuwa muda swala umefika, kisa kimetolewa, anataka kumuua mwenzake, akamkuta kwa kwenye swala, na yeye akaunganisha jamaa, akaswali na yeye. Alipomaliza, akammaliza mwenzake pale pale.
Kwa nini? Amani haipo, imeteteleka. Mazingira lazima yawe katika mazingira hayo. Kwa hiyo fal amanu wa tumanina natija lintishari alhubbi wal ikhaa baina almuslimin. Inapopatikana amani na utulivu, ni matokeo ya kuenea mapenzi ya dhati na udugu katika Waislamu. Wakati hathana rasuluna sallallahu alaihi wasallam, na mtume ametuhimiza jambo hilo, as-sulhu baina almutakhasimain, kwamba tupatanishe katika watu wawili wenye kugombana. Fa innal khusuma hiya badhlun lilkhawf wa tasdidi lilamni fi almujtama. Watu wakishagombana, jamii haiwezi kuwa pamoja, lazima kutengewa uoga na mambo mengine. Kwa jumla masuala yatakuwa mabaya zaidi. Mwenyezi Mungu atulinde juu ya mambo hayo. Fanabi Darda qala Rasulullah sallallahu ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was-salati was-sadaqa, hivi sikufahamisheni nyinyi daraja ya vitu ambavyo ni bora zaidi ya swala, funga na utoaji wa sadaka? Qalu, wakamuuliza Mtume, Mtume, mbona nataka kutuletea habari nyingine ni mpya tena? Qalu bala, ambia haya tujulishe bwana Mtume. Abasakala silahu dhati albaini, ni kusuluhisha kati ya watu wenye kugombana. Fa inna fasada dhati albaini hiya alhalika, kwa sababu kuharibikiwa watu wawili wenye kugombana, hilo jambo ni kinyozi hilo. Akasema ai la tahliku shara, sio kwamba linanyoa nywele, walakin tahliku dina, linaharibu dini. Watu wanapogombana, dini yenyewe inaharibikiwa. At-Tirmidhi amepokea, Sunan at-Tirmidhi, unakwenda kupata hadithi hiyo. Na jambo jingine lenye kusababisha amani patikane kwenye nchi ni watu kutenda matendo mema na kujiepusha na mambo mabaya, kujiepusha na mambo ya dhambi na masuala mengine kwa jumla. Kufanya hivyo, basi utakuwa tumefanikiwa. Man jaa bil hasana falahu khairu minha, mwenye kufanya jambo jema moja atalipwa thawabu zile 10 na kuendelea. Wa man faza yawma idhin aminin wa hum min faza yawma idhin aminin, na hali ya kuwa wao kama kutakuwa na mambo mabaya yote kwa sababu ya kutenda mambo mazuri, watakuwa ni wenye kusalimika wala hawana shida yote. An-Namli 39 Qur'an. Mwisho kabisa, ad-du'a bidawami al-amni wal istikrari. Tukithirishe dua kuiombea nchi yetu, tukithirishe dua kila mmoja kwa nafasi yake. Si lazima dua lazima iwe kwa Kiarabu, omba hata kwa kikabila chako. Iombee Tanzania ibaki kuwa salama. Haya mambo yetu ya ndani haya tuyamalize wenyewe tukiwa ndani, tukionyeshana vidole humu ndani, sio kwa kutaka msaada kutoka nje. Wanaokuja nje wana mambo yao. Nchi hii imebarikiwa, ina rasilimali. Watakuja kutuachia mashimo, na wajukuu zetu na vitukuu vyetu watambulia mashimo, na hakuna chochote kitakachopatikana. Tuombee dua nchi yetu, tuombee dua viongozi wetu. Kama Mwenyezi Mungu amewapa njia ambayo sio nzuri, awapindue warudi katika njia iliyokuwa salama. Raia wa Tanzania wala hawana mambo mengi, wanataka mlo wao kae vizuri tu, masuala yao kae vizuri, watoto wao waende shule na mambo mengine kwa jumla. Kwa hiyo inshallah sasa hivi tutakwenda kwenye, tumezindua ile ambayo ni mwongozo wetu mpya kwa miaka takriban inayokuja ya mbele 50, ambayo ina mambo mengi ya kheri ndani. Uende katupa baraka na kuweka mambo yetu akae sawa sawa. Kwa hiyo tunakuombeeni inshallah tukufu Islamu, tuongeze dua. Kufanya hivyo wala sio jambo geni, alifanya Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Rabbi ja'al hadha albalad aminan, jalia mji huu kwamba uwe, jalia nchi hii iwe ni nchi ya amani, na wajalie watu wake wawe pia ni wenye amani.